Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi. Mchana ndugu zangu waandishi wa habari, natumai wote tuko salama. Nichukue fursa hii kuwakaribisha makao makuu ya klabu yetu hapa Jangwani jijini Dar es Salaam. Na tumewaita hapa liko jambo moja kubwa ambalo tumeona ni muhimu tushare na nyie ili wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu waweze kulifahamu. Ligi kuu ya NBC imeanza leo. Tayari kuna mechi zinaendelea kuchezwa na sisi Young African Sports Club. Mchezo wetu kwa mujibu wa ratiba ni siku ya kesho, tarehe 15, na mechi hiyo itafanyika kule Ruangwa Lindi kwenye uwanja wa Majaliwa. Tunakwenda kucheza dhidi ya Namungo Football Club na mechi hiyo itapigwa saa 3 kamili usiku kwa majira ya saa za hapa nyumbani Tanzania. Kesho tarehe 15 tukiwa tunacheza mechi yetu ya kwanza, tayari timu yetu ya Young Africans imeshakita kambi kule Ruangwa, na leo tunakwenda kwenye mazoezi yetu ya mwisho baada ya session ya jana. Leo pia tutakuwa tuna session ya mwisho pale kujiandaa na mchezo huu wa siku ya kesho. Sasa kesho ambako Young Africans tunakwenda kucheza mechi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC msimu wa 26-27. Kesho hiyo ndiyo siku ya mwisho ya dirisha la usajili kwa dirisha hili kubwa la kufungua msimu wa 26-27. Kwa hiyo imekuwa bahati kwetu tukiwa tunacheza mechi yetu ya kwanza, lakini pia itakuwa ni siku ya mwisho ya dirisha la usajili. Sasa liko jambo ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans ukiongozwa na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said, liko jambo limeandaliwa maalum kabisa kwa ajili ya wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga. Jambo hili ni kwenda kufungua msimu wa ligi kuu ya NBC tukienda sambamba na kufunga dirisha la usajili. Tutafungua msimu alafu tutafunga pia dirisha la usajili. Iko sajili imefanyika, top signing, top player ambaye ameongezwa kwenye timu yetu ya Young Africans, na uongozi sasa umefikiria utambulisho wa mchezaji huyu uwe utambulisho tofauti kabisa, uwe utambulisho ambao haujawahi kufanyika hapa Tanzania. Ni usajili mkubwa, mchezaji mkubwa, na tukawaza tuwe na utambulisho pia mkubwa wa kumtambulisha mchezaji huyu. Hivyo nichukue fursa hii kuwajulisha wanachama na wapenzi wa klabu Young African Sports Club, kesho majira ya saa 10 kamili jioni tunatakiwa wote tuwe uwanja wa KMC. Imeandaliwa hafla pale kama ambavyo mnashuhudiaga duniani huko, Real Madrid wakija kumwanvili mchezaji wao, PSG wakija kumwanvili mchezaji wao, na juzi mmeona Mohamed Salah alivyokuwa unveiled kule Uturuki. Kesho Young Africans tutakwenda kumwanvili pia mchezaji wetu wa mwisho ambaye tumemsajili kwenye dirisha hili. Kwa hiyo wanayanga, hafla hii itakuwa pale KMC Complex. Tukio litaanza saa 10 kamili jioni. Yaani in short kutakuwa na Yanga Day nyingine pale KMC kesho. Tutakuwa tumeandaa hafla nyingine ambayo sasa hivi mziki mkubwa unafungwa pale, lakini pia tutakuwa na performance mbalimbali za wasanii pale,
na kama haitoshi tumefunga big screen kutoka, kama waandishi mtashuti baadaye, umeona ukuta huu ndio big screen ambao tumeifunga pale, ambayo sasa wanayanga tutakaokuja KMC tutaangalia pia mechi yetu pamoja tukiwa pale KMC. Mechi yetu ya Yanga na Namungo tutaiangalia KMC. Kwa kuanzia saa 10 mpaka mechi itakapoanza, itakapoisha, wana Yanga tutakuwa tuko pale. Na kuonyesha umuhimu, ukubwa na thamani wa tukio hili, rais wa klabu yetu Injinia huwa inatokea mara chache sana na kusekana uwanjani. Mara chache sana. Aidha wameumwa au wamekumbwa na shughuli ambayo itamlazimisha labda abakie huko nje ya nchi, ashindwe kuja kuiona Yanga yake. Lakini kwa ukubwa wa tukio la kesho, na yeye hata kuwa Ruangwa, tutakuwa naye KMC kwenye hafla hii. Viongozi mbalimbali wa klabu yetu Young Africans na wao tutakuwa nao uwanja wa KMC kesho. Hafla itaanza saa 10 mpaka mechi itakapoanza, na tutaiangalia mechi kwa pamoja pale pale KMC. Hii ni mara ya kwanza, na niwaombe wanayanga kwa upya wa jambo hili, basi ikawe mara ya kwanza yenye kishindo kweli kweli. Afrika na dunia ikaone namna klabu ya Yanga inavyokwenda kufunga usajili wake kwa kumtambulisha one of the best player barani Afrika, tukimuintroduce mbele ya wanachama na mashabiki wetu. Utaratibu wa hafla hii uko vipi? Kutokana na wingi wa watu, tukapendelea na sababu za kiusalama angalau tuwe kiingilio kidogo, ili watu ambao watafanikiwa kuingia kusiwe na bugudha ya watu wengi, tukashindwa kucontrol usalama wa watu pale. Kwa hiyo kiingilio ni shilingi 2,000. Maeneo yote, yale majukwaa yote pale, sio na VIP alafu kuna mzunguko, yote kiingilio ni shilingi 2,000. Kwa hiyo mwana Yanga siku ya kesho huna haja ya kukaa kibanda umiza mtaani, huna haja ya kujificha nyumbani. Vaa, tafuta uzi wako wa msimu, utupie vizuri, puliza na unyunyu wa kutosha, waambie na kwenda KMC leo kushuhudia tukio la kihistoria la klabu yangu, na mimi nakuwa sehemu ya hii historia. Shilingi 2,000 yako unailipa pale pale getini. Hamna tiketi kutoka simu wala kwenda kwa wakala. Tiketi itapatikana pale pale getini. Ukifika unalipa, unadumukia ndani. Tumeandaa burudani nzuri. Yaani kwa kifupi kama nilivyowaambia, tuna Kianga Day fulani hivi ambacho kama watu hawakuenjoy pale siku ile, tunataka waje wakate kiu yao tena kesho pale KMC. Kwa kuanzia saa 10 mageti yatafunguliwa na wanayanga wataingia ndani. Kifika getini unalipa 2,000 yako, unadumbukia ndani. Ila kwa wanachama wale wa Black Card wa shilingi milioni 1, hawa watapata nafasi ya kukaa jukwaa la VVIP. Na hawa wa Black Card watapata nafasi ya kusainiwa jezi zao na kupiga picha na hii sajili ambayo tutakwenda kuitangaza siku ya kesho. Kwa hiyo ambao wamelipia Black Card na ambao hawajalipia, muda ndiyo huu. Idara ya wanachama iko wazi. Njooni tulipie. Baada ya kulipia utakaa eneo la VVIP, na wewe utapata nafasi ya kusainiwa jezi yako na kuwa mtu wa kwanza kupiga picha na top player ambaye Yanga tumemshusha tukifungia usajili wetu. Wenzangu ambao tutalipa shilingi 2,000, mchezaji huyu amesema pamoja na kwamba utapata nafasi ya kuangalia mpira pamoja timu yetu, na yeye atakuwa na zawadi mbalimbali ambazo ni surprise za kuwakabidhi wanachama na mashabiki watakaobahatika kuzipata. Hawezi kugawa kwa watu wote uwanja mzima, lakini kwa wale ambao watabahatika
na yeye atakuwa na zawadi mbalimbali za kuwapatia wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu watakaodumbukia kesho KMC. Yaani kesho ni kama mshaonaga Santiago Bernabeu pale wakati Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo anatambulishwa pale. Zile burudani ndio kesho zinakwenda kuonekana KMC. Top player kweli kweli. 2000 kiingilio. Saa 10 kamili ndio mageti yanafunguliwa. Fanya shughuli zako, saa 10 kamili jioni njoo pale getini, kuna utaratibu mzuri wa ticket, unalipa unaingia ndani kupata burudani. Saa 10 ukiingia tuna ma DJ wa kuturusha, tuna wasanii wa kutugea burudani na tunasubiri muda ambao sasa tutakwenda kumtambulisha usajili wetu wa kufungia dirisha la usajili. Muhimu tutupie jezi zetu siku ya kesho, tuje tumependeza, tuje tumewaka, sababu ni tukio kubwa ambalo wenzetu ambao watakuwa wako Ruangwa watakuwa sambamba na sisi kutufuatilia live kupitia Azam TV, wanatakiwa waone pia na sisi tumependeza na wao wamependeza, alafu kwa pamoja tunakwenda kusherehekea kishindo ambacho tunakwenda kufunga nacho usajili. Sisi Yanga pesa yetu ipo kwenye mfuko wa shati wa GSM. Naomba nirudie. Sisi Yanga pesa yetu ya usajili ipo kwenye mfuko wa shati wa GSM. Maana yake angeweza kufunga tu msimu kimya hapa, lakini akasema hapana, lazima niitikise tena hii nchi, lazima niwape wanayanga raha, lazima nifanye wanayanga weekend hii tena watembee kifua mbele wakitamba na kuvimba kwa timu yao. Kwa sababu tayari kuna watu wamemtumia message engineer, sisi bwana Albert Kangwanda anatutosha. Kwa watu Kangwanda pale New Aman Complex kuna watu wamemtumia message engineer, bwana engineer usihangaike tena, huyu Kangwanda mmoja anawatosha. Lakini GSM akasema hapana, hela zipo kwa ajili ya matumizi, hela hazifugwi, hela haivundikwi, sio embe hilo. Tafuta kishindo cha mwisho, wanayanga wafurahi. Na tayari kishindo hicho kimeshapatikana, na nina uhakika kesho wanayanga duniani kote tunaenda kufurahi. Na sisi ambao tutakuwa KMC kesho tutapata raha mara 2 mara 3 zaidi. Sajili kubwa, sajili ya mwisho, alafu tunakuwa sisi wa kwanza kuishuhudia pale uwanjani. Baada ya hapo tunapata burudani, anatupa zawadi mchezaji wetu, alafu tunaunganika na viongozi wetu kuiangalia timu yetu ikicheza mechi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC msimu huu. Burudani iliyoje! Tukio kubwa na la kipekee kweli kweli. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, kesho tukaisimamishe tena Dar es Salaam. Kwa ambao hamjabahatika kusafiri kwenda Ruangwa Lindi, msemaji wenu pia sijasafiri, rais pia wa timu yenu hajasafiri. Kwa hiyo msijisikie vibaya. Mimi na nyie na rais wetu tutakutana KMC kuliangalia chama letu, lakini tukiukaribisha usajili wetu wa mwisho ambao tumefunga nao. Unajua ukishafanya sajili kubwa unakuwa huna wasiwasi wa kumtambulisha mbele za watu, unakuwa huna mashaka, yani huna haja ya kuwa na wasiwasi. Unaita watu alafu unawaambia mwanaume huyo tumefunga naye msimu, mnasemaje? Kwa hiyo niwaombe sana wanayanga, kesho inshallah kuanzia saa 10 matawi yote ya Yanga, Vigoma, Tarumbeta, tuwashe magari ambayo yalikuwa yanakwenda Ruangwa, tuyawashe yaje KMC, tupaki kesho pale, tuje kwa wingi, tuje tuenjoy chama letu. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama kuna maswali naomba mtumie fursa hii, nitapokea maswali yasiyozidi 3 tu, tukaanze maandalizi ya tukio hili kubwa la siku ya kesho.
Tutawashtua kesho. Nyie andikeni tu huko. Tutawapiga tukio kesho, hamtaamini. Hii sajili imekamilika mchana huu. Mimi nimechelewa kuingia hapa. Injinia alikuwa ananiambia tafadhali tusiende kutangaza kabla bado sijakamilisha. Toka juzi naona Yanga sio deal dani wapi? Yanga sio nani? Kesho mtaumbuka ndugu zanguni. Nyie Mafabrizio kesho. Tunashusha pale kitu ambacho kimekamilika mchana huu saa 9:13 ndio simu ya engineer imeingia, ananiambia Ali bismillah kawatangazie wa Tanzania 9:13. Sasa hao wajuzi jana wa kwenu hao mtawatafutia timu wa Yanga ambaye tutakwenda kumwanvil kesho top player 9:10 ndio hapa ndio imekamilika jambo lake. Kwa kesho wana Yanga na uhakika 100% tunakwenda kufurahi. Yaani tukimuona tu moyo unakuwa baridi. Moyo safi. Unajua ile? Ni kama mtu una njaa sana. Alafu kaudi nyumbani ukafungua tu mlango ukakuta sinia lina ubwabwa mandondo alafu kuku juu. Moyo unakuwa safi. Ndio kesho hiyo. Muda wa kumwanvil player wetu. Ndio kila mwana Yanga atakuwa na burudani, yani safi moyo. Kwa hiyo wadhamini ambao wanataka kushirikiana na sisi, picha ya kwanza ya utambulisho itawekwa logo yako. Picha ya kwanza ambayo itapostiwa itaweka logo yako. Video zote za tukio zitakuwa na logo yako, lakini uwanjani pale utaruhusiwa kuja kuweka matangazo yako, lakini pia kule Yanga TV kwenye kila content ambayo itapandishwa tutakuwa na squeeze back ya tangazo la kampuni yako. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba makampuni na mataasisi mbalimbali. Huu ni usajili mkubwa. Hakuna mileage utakayoipata kwenye mpira kwa siku hizi 2-3 hapa zaidi ya tukio la kesho Molo Yanga tunakwenda kulifanya. Tukio itakuwa mubashara Azam TV, waandishi watakuwa wa kutosha pale na ni mchezaji mkubwa kweli kweli barani Afrika. Kwa hiyo tukio lako, kampuni yako inakwenda kupanda viwango vya ubora. Tafadhali sasa hivi unavyonisikiliza tuandikie kwenye email yetu ya info@yangasc.africa. info@yangasc.africa. Tuandikie pale kampuni yako, idara yetu ya masoko itakupa bei. Wewe njoo na hela yako yote, tutazungumza tutakuweka wapi. Hataki fursa wa Tanzania pia waikose. Kwa hiyo mataasisi, makampuni yote. Nani Jessica anauza kuku, mwambie aje. Mikate, unauzaga mikate, Godi, njoo sasa hivi ofisi za Yanga, naombeni kutangaza mikate yangu kwenye utambulisho huu. Unapewa package yako na hela. Unauza nguo, unauza viatu. Wafanyabiashara wako wengi ambao walikuwa wanatamani kujitangaza na Yanga. Tafadhali tuandikie sasa hivi info@yangasc.africa. Tuandikie, natamani kampuni yangu ishiriki kwenye utambulisho wa huyu mchezaji. Na jina lake limenikaa mdomoni. Mmenigundua kama nataka nitamke? Mmenigundua yani kwa unasema napambana. Shetani shindwa. Makampuni yote nawaomba jamani. info@yangasc.africa. Au njoo makao makuu muda mpaka jioni tupo hapa. Au nifate mwenyewe DM. Una namba yangu nipigie text. Tutakuunganisha na idara yetu ya masoko hapa. Tunataka ile picha ya kwanza, picha ambayo itakuwa viral trending. Sisi kwa mfano utambulisho wa Mawata player, jumla ya watu waliofuatilia tu kwa namba ambazo tulizipata, namba sahihi ni watu milioni 12 waliofuatilia. Yaani hakuna taarifa, hakuna platform itaogea watu milioni 12 kufuatilia tukio lako isipokuwa Yanga peke yake. Kwa hiyo ni fursa kubwa, ni fursa ambao wajasiriamali, wafanyabiashara, makampuni, mataasisi wote, tafadhali muda ndio huu. Tukio linaanza saa 10 kesho. Tuwasiliane info@yangasc.africa. Tuma pale taarifa zako, waambie idara ya masoko, watakujibu na haraka ipasavyo. Hataacha mtu. Tunataka ile picha ya utambulisho ikiwezekana yule mchezaji, matangazo yote chini hapa, kichwa ndio kibakie wazi, chini matangazo tu. Karibuni kwa maswali. Kwa makadirio inaonyesha kwamba Dar es Salaam ina watu milioni 9. Kwa tukio ambalo tunazungumzia kesho ni kwamba watu watakuja kulipia. Yes.
kuna usalama kiasi gani ambao Young Africans imeweka kwa ajili ya kuweka usalama hapo watu kuweza kuingia ndani? Sababu kulipia pale getini inaweza kaleta kidogo. Sasa uwanja wa KMC uzuri wake una mageti mengi. Una mageti 4 uwanja wa KMC. Una mageti haya mawili ya eneo la VIP, una mageti mengine mawili kwa kuingia kule. Kote kwenye haya mageti kutoka kuna watu wasiopungua 3. Kwenye haya mageti kuna watu wasiopungua 3. Kwa hiyo ukifika wewe unalipa, tena ni waombe jamani wana Yanga, chenchini kabisa huko. Uje na buku bei yako pale. Usije pale sijui nini bana chenchi ukatusumbua. Njoo na buku bei yako. Ukifika pale tap tap ndani. Tap tap ndani. Usalama umezingatiwa kuanzia nje mpaka ndani. Nje mpaka ndani. Na maeneo ya magetini tumeweka watu wa kutosha sababu mageti haya ni makubwa. Tumeweka mfumo rafiki ambao hata kama mtu foleni. Tungeanza kuuza tiketi hapa tungeanza kusumbuana. Kesho nini, sui nini na nini. Tumetaka watu wetu wakija akipaki, akiingia anaingia ndani. Kusiwe mtandao unasumbua sio kitu fulani, tunataka yani wewe uje na buku mbili yako pale ukifika unatoa ndani. Ukifika unatoa ndani. Na kesho ndugu zanguni, Baraka. Bebeni pia wapenzi wenu njooni nao. Bebeni pia wachumba zenu njooni nao. Ni tukio la kufurahi. Tunakuja kuenjoy. Burudani ya muziki ipo, wasanii wapo. Njooni na nani msema? Njooni nao wao. Tufurahi pamoja. Na kesho sasa, bora umenikuja bora msingi umenikumbusha. Ubingwa ambao tumeuchukua pia Zanzibar. Kombe la ngao ya jamii. Litakuwepo kesho pale KMC kwa ajili ya wanachama kupiga nalo picha. Kesho. Kama haitoshi na lile liloibiwa tumelipata. Kwa la 25 na la 26. Mwana mpotevu, wasirudishe mchezo. Je, mjaona hapa wanakuja vifungu sasa hivi hapa? Bwana mimi nisameni, mimi si wanakuja wenyewe hapa kwenye uwanja. Mjaona? Wamekuja usiku hapa. Jamani kama shida ilikuwa ni hili kombe chukueni. Mambo tena yasiwe mengi. Tunazidi kuchanganyikiwa. Kama ni kombe tu chukueni. Wamerudisha wenyewe 9 usiku hapo. Kwa hiyo mzigo wa 25 utakuwepo, mzigo wa 26 utakuwepo, mawili tutapiga nao picha makombe yetu, tutatamba nayo siku ya kesho insha Allah pale KMC. Swali la pili. Sasa mimi kwanza ambacho sikipendaji napozungumza mchezaji bora barani Afrika, sipendaji sana uanze uzawa au mataifa. Anaweza kuwa mzawa bora, anaweza kwa mataifa kuwa bora. Anaweza kuwa hajiwezi mzawa na asijiweza pia wa kimataifa. Kwa hiyo tunaposema ni top player barani Afrika, wewe fikiria watu wako wote. Fikiria watu wako wote. Kuanzia nisiende mbali. Tutawashangaza kesho. Wachezaji wa Yanga sio wachezaji wa tone hao. Toa Mungu toa ulicho nacho. Hamnao. Sisi hela mfuko wa shati she. Sisi hatuna wachezaji wao changia hapa. Hakuna Yanga. Tutawashangaza kesho jamani. Tutawashangaza kesho. Mungu atupe uhai. Swali la mwisho kama lipo, tumalize. Karibu kiongozi. Wakati mnaelekea kwenye Yanga ni sema kutakuwa kuna surprise na basi. Tena wewe umeuliza swali la msingi kweli rafiki yangu. Hivi unajua nimeona kuna mtu mmoja nimemsikia kwenye vyombo vya habari anasema huyu anawadanganya wana Yanga huyu. Aliwaambia kuna surprise kwenye Yanga Day alafu haikutokea. Nimsikia mtu fulani anaongea hilo jambo. Akaniambia niwe makini. Ndugu zanguni, tukio ambao tulitaka tulifanye sisi kwenye Yanga Day, tukio nataka tulifanye siku ile ni kumshusha pale Selemani Mwalimu ile siku ya Jumapili pale uwanja wa Uhuru.
bahati mbaya ndege yake ilikuwa inaingia usiku. Yaani tulipambana kweli ndege yake iwai, hata ule utambulisho uchelewe kidogo. Bahati mbaya kweli ya ndege yake inaingia usiku. Na tena usiku ndo tena wakaenda wakamuinda pale airport, twende Zanzibar nini, ndo kama hivyo. Lakini tutaka yule macho kwenye screen Jumamosi, macho kwenye pitch Jumapili. Ndio ilikuwa akili yetu hiyo. Yaani ndio ilikuwa mpango wetu huo. Yaani ndio ilikuwa plani yetu hiyo. Ndio mimi niko natamba muda wote. Hapo kwa mnioni natabana kuna mtu anafanya mazoezi sehemu wa kwetu, nilikuwa na confidence 100%. Yaani kama kuna kitu mimi Mwenyezi Mungu amenijalia ni hawa viongozi wa Yanga kunipa kipaumbele kwenye taarifa. Mimi sio msemaji wa kuchukua taarifa Instagram. Mimi ni msemaji ambaye mifumo ya taarifa naipata sahihi. Kwa ile tukio tulidhamiria kweli yani. Na tulikuwa tunajua kama Jumamosi itakuwa macho kwenye screen, video, alafu Jumapili macho kwenye pitch. Tulikuwa tunajua kabisa. Sema ndio hivyo tukapambana kweli yani, lakini akawa amechelewa. Aliingia usiku nafikiri kama saa 5 hivi. Ndege ile iliondoka, palikuwa pana delay kule. Kwa hiyo delay kia tukapambana, ndege nyingine ashuke Kenya Hawaii, tukashindwa. Na ndio maana siku ile tukaondoka pale, mimi mwenyewe iliniuma sana. Kwa sababu nitaka yani ile tap. Alafu mimi ndo sasa nyamjui. Yule mimi ndo nilikuwa naingia naye yule. Yaani mimi na kesho kesho utambulisho wali kama utakuwaje, sio ataingiaje? Mimi nilikuwa nataka niingie na mwalimu pale. Mwalimu hapa, mimi hapa, beautiful ladies nyuma huko. Naingia pale. Ana bahati hawa. Yaani mimi nilikuwa naingia na alafu nilikuwa neno langu ndo hilo tu. Macho kwenye screen, basi naingia. Huku nyuma ni muziki. Yule muziki niwapanga wale wadada wale. Wapige muziki fulani hivi kama tuliingia na muziki wa Despacito. Lakini mimi niliandaa muziki fulani kama wa msiba hivi. Yaani ukipigwa ambao kwenye TV, yaani kama wewe unaanguka unapotea. Ilikuwa nini? Nilikuwa nimepanga ubaya fulani hivi niufanye siku ile. Mungu na mipango yake Allahu Ya'lam anajua zaidi. Ikashindikana. Lakini nikamwomba engineer, kwa kuwa tumeshinda hapa, tumeshindwa kumleta hapa leo. Hawa tuwaamshe saa 12 na bunduki asubuhi. Akaniambia kweli, nikamwambia kweli 12 asubuhi tuwaamshe hao. Unajua tuna package hii, sikuwaambia waandishi. Tuna documentary maalum tutakuja kuiuza ya uhamisho wa Selemani Mwalimu mpaka tumemtambulisha. Mpaka tulivyoenda kuvamia kambi. Tutakuja kuwaonyesha hiyo documentary. Watu walikuwa wanakoroma, ndugu zangu, msisikie. Sisi tunapita nyuma yaani kama movie. Kama movie hivi. Tunayo documentary kali, tutakuja kuiachia. Subirini tu. Kali, yani nilikuwa mwenyewe nasimamia hivi. Kuna mtu yule sio alirekodi ile video, naona ameipost ile, nimerekodi kwamba saa 9 usiku saa hizi. Tumeanza ule mchoro saa 3:20 niko zangu Zanzibar. Namuuliza umeshakula usiku, ananiambia wamenilisha tambi hawa. Kaambia amekwisha tambi safi. Sasa relax. Nakuja hapo kama Rambo. Kuja kuwavuruga hapo kama Rambo. Basi nasogea hivi nasikia tu yaani hawa wanaolinda timu hawa. Mtu nakoroma hivi. Kuna nitakuja kuiachia hiyo. Na tutaiuza kali kweli kweli. Hamtaiona YouTube hiyo. Hiyo Netflix. Tutaiachia kule, wana Yanga wakaicheki pap. Umafia Selemani Mwalimu kutoka Zanzibar, Dar es Salaam, Zanzibar tena. Tutakuja kuiachia hiyo. Lakini tulitamani siku ile, yani mimi ndio plani yangu nilikuwa nimeipanga Jumapili ashuke pale Sele. Sasa sijui kawaje. Ikatengenezwa story pale, Yanga kuna mchezaji amemkosa. Yaani kweli ndugu zangu, ni kweli kabisa, kweli yani kweli kabisa. GSM hataki kusajili mchezaji Afrika hii amkose. Kweli kabisa.
Yaani aamue namtaka mtu fulani amkose. Kesho mtaona ni pale KMC. Najua mawazo yenu yote yalipo na wahakikishia sio huyo. Yaani nina 100%, nina uhakika. Najua yote mnachokiwaza hapa. Nataka niwaambie nilikuwa nimekaa kwenye hichi kiti. Kesho mtashtuka nyie wote nyie. Kesho mtashtuka. Na kama kuna watu dhaifu kesho wataenda kudai mchango yao. Subirini. Subirini tu kesho ipakuche. Bonge moja la tukio, bonge moja la player. Tutamuingiza pale. Tena subira. Masuala maisha. Documentary maalum ni ya Selemani Mwalimu. Na tutaiuza hela nyingi sababu ilibaki kidogo ni tubolewe na machuma. Unaona kambi zile kurukaruka nini, machuma nini. Na alama hapa sasa liko wapi? Na kovu hapa. Sinyenge waya nini kuchunwa. Nataka kupambania Yanga yani tupate vitu. Na asikia pale mpaka mwishoni. Boss. Milango yote imefungwa. Kila kitu kiko sawa. Wamelala. Wamelala wewe. Tap nikaruka. Tap. Kwenye gari ndege. Asubuhi. Na mtu anaamka asubuhi. Hivi unajua siku ile kuna mtu jua alirefresh page ya Yanga ujue. Akatoka, akaingia tena, akarefresh. Amini. Baada ya pale akaenda kwenye chumba kile. Sele. We Sele. Sele kimya. Kimya mpaka leo chumba kijafunguliwa kile. Sele. Kwa hiyo kesho ndugu zangu njooni KMC kwa shilingi 2000 inshallah. Tunakwenda kushusha mchezaji mkubwa barani Afrika, mchezaji wa daraja A, mchezaji ambaye kila mwana Yanga akimuona kesho nafsi yake itasuhuzika, itakuwa na amani na furaha na kuamini sasa